Mwili wa Salome Antipas ambaye alifariki kutokana na ajali maeneo ya Kisongo, kwa kile ambacho kinaeleza kwamba aligongwa na msafara wa gari ya magereza, ameagwa leo katika eneo la Mount Meru katika chumba cha kuhifadhia maiti kwa ajili ya safari ya kuelekea Kiteto mkoani Manyara, ambapo atazikwa siku ya kesho Ijumaa. Salome, mama wa watoto wawili, ambaye msiba wake umeacha simanzi kwa wengi, ambapo mamia ya wafanyakazi wenzake na watu mbalimbali wamejitokeza kwa ajili ya kumuaga. Lakini tumezungumza na mume wake pamoja na marafiki zake, vile meneja wa pikiniki, akieleza kwamba Salome atakumbukwa kwa mwengi. Alikuwa ni mtu mwema, lakini vile alikuwa ni mtu wa furaha nyakati zote, hivyo wamemwombea apumzike kwa amani. Majina anaitwa Asante Gilbert Komba, ni mkazi wa Sakina. Nilipata taarifa baada ya mke wangu kutokupokea simu. Yani nilikuwa napiga simu nyingi sana. Nilipopiga simu ya 6 hivi, ikapokelewa simu na askari magereza. Unaona, huyo askari magereza akaniambia kwamba mke wako alipata ajali na hali yake sio nzuri. Baada ya hapo nikamuuliza yuko wapi, akasema yuko Mount Meru hospitali. Baada ya kumhoji vizuri akasema mke wako kwa bahati mbaya alifariki hapo hapo. Kwa hiyo mimi nilikuwa na drive, nikawa naendesha gari kwa speedi ili niwahi hapa Mount Meru hiyo siku. Nikafika kweli Mount Meru. Baada ya kufika Mount Meru, kiukubwa waliniambia yuko emergency pale. Nilipofika emergency, kakagua pale nikaona hamna mtu. Nikatoka nje pale nikakutana na maafisa wa askari magereza, na pia wako na magari yao yale ya escort ya msafara. Baada ya hapo nikabidi nipige simu tena, kwa sababu simu yao ya mke wangu ilikuwa kwao, ili nitambue ni nani anaye simu ya mke wangu ili niweze kumhoji. Walikwambia chanzo kilichopelekea kufariki ni nini? Wao wanasema ajali, sijui, maybe hatujui vitu vingine. Wao wanaficha, sijajua kingine zaidi kwa sababu sisi hatukuwepo kwenye tukio. Taarifa zinasambaa kwamba kuna gari lilikuwa nakuja ya polisi ambayo ilikuwa nakuja mkuku. Maybe si hatujui, lakini ndio hizo taarifa ambazo nilizipata kwamba hiyo gari ndio ilisababisha mauti ya mke wangu. Taarifa hatujapewa kutoka sehemu yoyote, labda ile sehemu ambao au askari ambao walifanya hiyo jambo, kama ni aidha askari polisi na aidha ni magereza, hata kutoa ushirikiano hawajatoa. Wamekuwa kimya tu wakati wote, na pia wanakuwa tu. Kuna siku tulienda kutoa maelezo hapo kituo cha polisi, nilimpeleka baba mkubwa, wakawa wamempiga tu biti, wanamwambia waandike maelezo ambao wanataka wao. Baada hapo mimi nikamwambia haya majina hatuwezi kutolea kibali, tukasafirisha huu msiba itakuwa ni ngumu sana. Nikarudi hospitali nikabadilisha yale majina, nikaandika majina yake halisi ambayo nilitoa maelezo kituo cha polisi ambao ni traffic pale. Tunashukuru sana kwa watu wote waliojitokeza kumstiri mke wangu, marafiki, ndugu, jamaa na majirani pale. Imeonyesha ushirikiano mkubwa sana. Tunashukuru kwa moyo wao, na pia waendelee na moyo huo. Sasa hivi tunaanza safari hapa. Mida hii tunaelekea Kiteto, maeneo ya Kijungu, kijiji cha Kijungu, ili tukamilishe taratibu za mazishi. Mimi naitwa Masudi. Kweli kifo hichi cha binti wetu, huyu ni binti wetu mpendwa kabisa, ambaye tulikuwa tunafanya naye shughuli moja, ofisi moja, ilikuwa ni the stress free zone picnic. Kwa kweli
kifo hichi kimetujia kwa masikitiko makubwa sana, na ndio maana mmeona watu wengi wamekusanyika hapa kwa ajili yake, kwa sababu ni binti ambaye tuliishi naye vizuri na alikuwa ni mkarimu. Kweli ni kifo kilichoshtua sana. Ilikuwa ni majira ya jioni, ndio taarifa zilikuja kwa watu wengi kwamba mpendwa wetu mmoja hakuwa na sisi jioni hiyo. Mazingira yaliyofariki nayo ilikuwa ni ajali na nini, katika mambo ya kutanua, ilikuwa ni barabara ya Kisongo, basi ndo ajali ilikuwa kutia hapo. Naitwa Budia Jacobo Kaaya, ni meneja wa Picnic. Tuko hapa tumehuzunishwa sana na kifo cha mpendwa wetu Salome, ambapo alikuwa ni mfanyakazi mwenzetu Picnic. Tulipokea kwa masikitiko makubwa sana kifo chake, sababu ilikuwa ni muda wa kuingia kazini, muda wa jioni. Tukashangaa mpaka saa moja Salome hajaingia kazini, na si kawaida yake. Tukao tunapiga simu yake inaita tu, hamna anayepokea. Basi majira ya saa moja ndo akaja baba mwenye nyumba wake pamoja na mwenza wake mmoja, ndo akatuletea taarifa za Salome amepata ajali Kisongo, amefariki. Basi sababu alitupa taarifa zile jioni, tukashindwa namna ya kuja kuamini au kujua kwamba ni Salome kweli. Basi tukavumilia mpaka ilipofika asubuhi, ndio ikabidi asubuhi sana nikaja Mount Meru hapa hospitali hapa mochwari. Kweli nikaulizia, nikaambiwa ni kweli Salome yuko hapa, nikawaambia naomba nimuone, wakanipa ushirikiano, nikamuona kweli, nikakuta Salome amekufa. Nifariki kwa mazingira ya kugongwa na magari haya ambayo ni ya escort za magereza. Basi ndio hivyo, ndio tumeshinda jana, leo ndio tuko hapa kwa ajili ya kumsafirisha sasa, kumpeleka Kiteto tukampumzishe. Alikuwa ni weta mhudumu. Kwa kweli tumeumia sana. Asante. Hamna mtu yoyote yule alikuja kuongea na sisi, wala yoyote yule zaidi ya sisi wenyewe na watu wote wa karibu na wingi wa watu unaoona waliotukimbilia kama hivi. Pia nawashukuru sana watu wote waliotukimbilia mpaka sasa hivi, na watu wote waliotupa msaada mpaka hapa tulipofikia. Salome alikuwa ni dada ambaye ni chapakazi kwa kweli. Ni chapakazi mno, ndio maana hata siku zile tunashangaa mpaka saa moja Salome hajaingia kazini. Hana utaratibu huo, hata akiwa yani ana shida lazima aseme. Alikuwa ni jembe kwa kweli, alikuwa ni jembe, si kwetu tunaelewa, mpaka hata ndani ya familia yake ni jembe. Kwa hiyo imehuzunisha watu wengi sana. Jina langu naitwa Ruthi Mogoile. Salome ni mtoto wa mdogo wangu. Juzi kuamkia jana ndio nilipata hizi habari za kusema kuwa Salome kapata ajali na akafa pale pale. Nilisikia masikitiko makubwa mno, na nikawauliza kwenye simu usiku huo huo, nikasema amekufa kufaje? Wakaniambia amegongwa na gari la magereza. Nikasema hilo gari tangu wamemgonga wamechukua hatua gani? Wakasema hakuna hatua yoyote. Nikasema jamani. Tukaendelea kuongea na huyu mzee ambaye alikuwepo. Akasema, mama, tutaongea nini juu ya serikali? Serikali inagandamiza wanyonge. Mimi nilisikia vibaya. Nikasema itagandamizaje wakati kumbe haki inaonekana? Akasema tena wakosaji walikuwa ni wao. Nikasema mnasema kweli? Wakasema Nikasema sasa nije twende basi kituoni tujue nini? Tujue mwafaka. Wakasema hata tukienda hakuna msaada utakao tokea. Nikawaambia, je, wana ushirikiano? Wakasema hawajaleta ushirikiano wowote ule. Kwa kweli nilijisikia vibaya, na nilipokuja sijaona ushirikiano wa maaskari wa kusema kuwa jamani poleni, sisi hatutaki kulipwa. Kama kulipwa Mungu mwenyewe atatulipa. Lakini ule tu ushirikiano, ule utu ungeonyeshwa utu kwa kutokana na hiki, kwa sababu kimewagusa wao na sisi pia kama wazazi kimetugusa zaidi na zaidi. Huyu Salome ana watoto wawili, alikuwa anawasomesha. Je, kesha ya hawa watoto hatujui mpaka sasa hivi. Vitoto vyenyewe vidogo viwili
kimoja kiko darasa la 3, kingine sijui kiko chekechea, bado vidogo mno. Je, tungekuwa na ushirikiano, wakatushauri, wakatufariji, tungepata nguvu tuseme kuwa ala, kumbe hata maaskari wako pamoja na sisi, wametujali, wamejali huu msiba, wamemjali Salome, lakini wametuacha kama mbwa aliyefanya nini? Aliyegongwa pale barabarani akaachwa. Sasa hiyo kweli ni haki? Ni haki? Mpaka nikawaza nikasema, hebu ngoja tukazike, tutakapozika pengine turudi tuulize mwafaka unafikia wapi. Kama haiwezekani basi, kwa sababu sisi hatuna nguvu. Tungekuwa na nguvu wangetujali. Yani tunasikia uchungu mkali, yani mkali. Yani mpaka nikasema kweli rais wetu asikie kitu kama hiki. Atajisikiaje? Tunamwamini Samia sana na ni msaada sana. Atusaidie kwa hili lililotokea. Hatuna namna, tutaonekana sisi hatuna haki kwa sababu mtu wetu ameshakufa. Sisi tutakuwa hatuna haki, tutabaki kuumia tu, kila siku kuumia. Yani tunaumia mwanangu, tunaumia. Siwezi, yani naongea tu kwa uchungu mkali ninavyousikia huku rohoni, jinsi Salome alivyokufa. Nimeenda kule mochwa, tumehangaika, nimeona majeruhi mwanangu aliyoyapata ni mazito mno.